Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, kama kawaida yetu tunaye shekhu wetu kipenzi chetu ambaye ni mcheshi pia wetu, anapoongelea hasa masuala ya ndoa, kwani anakuambia ndoa si kununa tu, bali ndoa ni furaha, na insha Allah si mwingine bali ni Sheikh Yusuf ambaye tupo naye ndani ya studio zetu za Bahati TV na atatuwasilishia mada nzuri sana. Mada yenyewe inakuja kwa je, wazazi wana haki ya kuingilia ndoa ya watoto wao? Na insha Allah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Alhamdulillah, ni furaha tena kukuona ukiwa na sisi. Alhamdulillah. Naamini kuna watu wanafaidika sana zinafika mbali. Ndio malengo yetu sote kufaidishana. Na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie taufiki katika kufaidishana huku. Kuwe kuna manufaa hasa kwa jamii na kwa vijana kwa jumla inshallah. Asante inshallah. Naam. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah. Kwa mtazamaji, mada iliyo mbele yetu ni kwamba je, wazazi wana haki kuingilia ndoa za watoto wao au hawana haki? Kabla hatujayaeleza kwa upana, ni muhimu sana kwa wanandoa wote kuelewa ya kwamba wazazi ni watu muhimu sana katika kufanikisha maisha ya watoto wao. Kwanza kabisa, mzazi, hakuna yule mzazi ambaye anamtakia shari mtoto wake. Hakika. Kila mzazi anamtakia mema. Na ingawa tunaambiwa ya kwamba katika maamuzi ya ndoa ni wawili hawa ndio ambao wanatoa uamuzi kama wataungana ama hawataungana. Yale ambayo mengine yanakuja ni ushauri. Wazazi wanaweza katoa ushauri wao na wakaweza kuwapatia pia mwangaza hawa wanandoa. Ama wale ambao wameingia katika maisha ya ndoa, pia wazazi wanaweza kuwapa ushauri namna gani watakavyoishi katika yale maisha ya ndoa. Na kuna yale mambo ambayo yanamhusu hasa mwanandoa upande wa kijana na yale ambayo yanamhusu msichana. Kwanza kabisa, kijana ni mtu mara nyingi huwa yeye mwenyewe ndio mwenye kutoa maamuzi. Na wakati ambapo amefikia umri wa kujitegemea, mara nyingi hata wakati mwingine wazazi humsukuma yeye kupiga hatua nyingine. Kwa hivyo mara nyingi hata yeye hujiondoa katika maisha ya wazazi na kuanza maisha yake. Maamuzi mara nyingi yanakuwa ni ya kijana. Kweli. Ama ukilinganisha binti, kidogo maamuzi yake yanakuwa ni tofauti. Kwamba yeye anakaa na wazazi, kila kitu lazima asikie kutoka kwa wazazi. Chochote ambacho anataka kufanya lazima apate maagizo na amri kutoka kwa wazazi. Kwa hivyo inafika kile kiwango ambacho anataka kutoka. Kwa hivyo amri pia, maamuzi ya kutoka ni kutoka kwa wazazi. Na ndio maana pia ukiangalia wanapojuana, ima ni mwanamke na mwanamume, lazima kuwe na nani, ima ni familia, ima ni ndugu yake akisimamia ile maongezi ambao anaongea baina ya mwanamke na mwanamume. Ndio unaona pia katika masharti ya ndoa lazima kuwe na idhini ya wazazi kama vile baba, babu kumtoa yule binti. Hii inamaanisha ya kwamba tumemlea sisi tokea kuzaliwa kwake. Sasa hivi amefika kiwango cha yeye kutoka na tunamtoa kwa mikono salama. Ndio. Ama kijana, kijana hahitaji namna ya kutolewa idhini ya kwamba atoke. Ndio. Bali wakati mwingine analazimishwa kutoka.
Anaulizwa, bwana, mbona hatuoni dalili hapa ndani, umekaa sana. Hata utakuta wanaume wengine wakifika umri fulani anaona sasa ni wakati wangu mimi wa kutoka kwa nyumba ya babangu nikajitafutie. Na wengine wale wazembe pia inafika wakati wazazi wanawaambia, na wewe unazeekea hapa, sujitafutie nyumba na uweze kuanza maisha yako. Haya ndiyo maisha ambayo lakini binti ni hawezi sukumwa na kulazimishwa kutoka. Ndio. Mpaka patakapopatikana mtu sahihi ambaye ataweza kukaa na yeye. Sasa kuna hili swala la idhini ambalo linahitajika hasa upande wa binti. Ndio wazazi wanamkabidhi kwa mtu ambaye anafaa. Tokea hapo maamuzi yote, amri yote ya huyu binti inahama kutoka kwa wazazi na kuja kwa mume wake. Baada ya kwamba ameshakabidhiwa yule. Ama maamuzi ya kwamba mimi sasa hivi lazima nitafutiwe mume na wazazi wangu au lazima nitafutiwe mume na familia, binti mwenyewe anajiamulia. Kweli. Kijana pia anajiamulia. Ingawa mtazamo wowote wawili wa kijana na binti wakati ambapo wanatafutana, mtazamo wao inakuwa ni tofauti. Sababu inakuwa ni mtazamo wa mahaba na kila mmoja anataka mapenzi ya mwenzake. Ndio. Sasa hawaangalii kule mbele kutakuwa vipi. Sasa zile kasoro ambazo zitatokea kule mbele hawana habari. Ndio. Kijana hajui kama kwa kina huyu binti kuna wenda wazimu. Unaona hizi tabia? Ndio. Lakini wazazi unapomwambia nataka kuoa ama anataka kuolewa, kitu cha kwanza ataulizwa ni kijana anatoka wapi. Ndio. Sana. Na watake kujua familia ya huyo kijana. Tena utakuta wanaangalia pia, je, uchamungu wake uko vipi? Kwa sababu unajua kabisa huyu akiwa na ari ya kwamba atamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtesa huyu mtoto itakuwa ngumu. Naam, ni ngumu sana. Kwa hivyo wanaangalia. Sasa na binti pia wakati ambapo anataka kuolewa, wazazi watauliza ni kijana yupi? Ndio. Watafuatilia. Hawafuatilii sura. Ndio. Hawafuatilii mazungumzo ya yule kijana, bali wanafuatilia tabia za kwao. Huyu kijana anatokana na ukoo upi? Wengine wanafuata mpaka ule ukoo ili kuweza kupata. Maana utakuta sana wanakuwa na mshenga. Mshenga anaenda anachunguza familia iko vipi. Je, kuna wachawi humo ndani? Maana kuna shaka mmoja nadhani upande mwingine nilimuona akisema kwamba chunga sana weza jikuta, hata nadhani ni katika tunani Ahlul Bait nadhani. Anasema chunga sana usiende ukaoa katika familia ya kichawi. Chunguza sana. Inaweza kuwa umeoa mwanamke lakini ametumwa kwa malengo yake katika maisha yako. Kwa inaieleweke, kijana anafaa kuwa makini. Ndio. Kwamba wakati ambapo anatafuta mwenza wake afuatilie mpaka kwao nyumbani. Ndio. Unajua baadhi ya maisha ambayo watu wanaishi wakati mwingine inatokea unatokea talaka kwa sababu ya kutofuatilia. Kweli. Wao walipatana, akaona sura yake ni nzuri, huyu ndiye ananifaa, na wakaoana bila kujua. Baadaye ikakuja kujulikana ya kwamba familia kule ni familia ambayo ilikuwa na kasoro. Huenda huyu tu ndiye aliyekuwa salama. Baadaye wakazaa mtoto ambaye ana kasoro. Unajua hizi damu zinaendana. Zinapatana. Ana kasoro. Na haya matatizo yanaanza. Kijana anataka kutoroka na mambo mengine. Binti vile vile. Sasa mara nyingi wazazi mtazamo wao unakuwa tofauti na ilaka za hawa wawili. Wazazi wanataka kujua huyu kijana ama huyu binti kwao wako vipi. Ndio wakati huu watakushauri, watakwambia binti yule
ni mzuri kweli kitabia, na sifa ambazo unazitaka kwake zipo, lakini nyumbani kuna baadhi ya mambo ambayo yatakufanya wewe upate kizazi ambacho sio kizuri. Kwa hivyo tunaweza kukushauri fanye nini? Uepuke. Haya ndio mambo ambayo wazazi mara nyingi wanawatakia watoto wao. Sasa hivi maisha ya sasa, tukiingia katika maisha ya sasa na ndio hilo swali ambalo sasa hivi kijana anaweza kukujibu vizuri sana. Je, wazazi wanaruhusiwa kuingilia ndoa za watoto wao? Watoto wa sasa watakwambia mzazi hana haki na hana jukumu la kuingilia ndoa yao. Ndio maana utakuta wazazi wengine wanakuambia kwamba mimi sitafutii mtu mume wala sitafutii mtu mke. Wewe katafute mwenyewe. Kesho shida ikitokea, unajua ni wewe mwenyewe. Unajua wewe mwenyewe. Hata binti sasa hivi anasema mimi hata mzazi wangu akiniambia fulani ni mzuri, ananitafutia mume, mimi siwezi kubali. Wengi maisha ya sasa tumelelewa katika maisha ya sisi kwamba tumejua. Ndio. Vijana wamejua na wanaona njia ambao wanaichukua ni njia sahihi. Lakini asili ya kwamba ikiwa tutajaribu kufuata ushauri na mwelekezo wa wazazi wetu, tutakuwa na maisha mazuri. Hakika. Na haya maisha yatakuwa ni maisha ya kupendeza. Ndiyo. Kwa sababu mzazi anamwangalilia mtoto wake kile kilicho kizuri, sio chenye madhara. Na ile hali utaona sasa hivi binti anasema mimi siwezi katafutiwa mume, kijana anasema mimi siwezi katafutiwa mke. Hebu soma historia ya maisha ya nyuma. Si katika dini tu, hata katika mila zetu. Ni kwamba ilikuwa inafika umri, binti imefika umri wa kuolewa, wazazi wanaangalia katika ile boma, kijana yule boma, tabia zake ziko vipi? Anafaa binti yetu? Ndio. Wakati mwingine wazazi walikuwa wanafanya mipango, mikakati. Ndio maana hata hivyo kwamba ndoa za zamani zilikuwa zinadumu sana. Kabisa. Na ukitamaki wao walikuwa hawana maisha kama yetu sisi. Naam. Wao mashallah utakuta mzazi anamtafutia mwanawe mume. Kabisa. Ama wamekaa katika jamii. Wameona tena wakisha spot tu msichana fulani. Wanataka ujue huyu anatoka katika familia gani. Ndio tumtafutie huyu kijana wetu. Kabisa. Sasa unaona wale wazazi wanapokuletea yule au wanapokushauri umuoe yule, maisha huwa yanakuwa mazuri. Na mara nyingi inakuwa mazungumzo ya wazazi kwa wazazi. Kweli. Baba anaenda kule anasema binti yako ninaona anafaa kijana yangu. Na yule anasema kijana yako mzuri. Ni kweli wanafaa kuoana. Na ndoa inatimia na wanaishi. Hawa wawili ikiwa itatokea tatizo katika ndoa yao, wana mahala pa kukimbilia. Kweli. Kuna ndoa zingine sasa hivi tunavyozungumza ambazo zimefungwa bila ridha ya wazazi. Mtihani mkubwa. Na binti anayapitia kiasi cha kwamba hawezi hata kupeleka malalamishi kwa kina kijana. Maana anajua ni kosa lake. Chaguo lake pia hakukuwa na radhi. Ndio. Walipatana mtaani na hivyo wakaanza kuishi. Ni ile kuitembeza kuenda na dunia, asili ya dunia. Naam. Kupitia moyo. Kutojua ya kwamba wanakuambia mapenzi huja yakaisha. Kweli. Ile ndoa kitambo ufika miaka 25, wewe unajua watu wangapi wamepitia mambo wangapi pale ndani? Ni wengi sana. Kuna watu ndio mapenzi yakaisha, wakaamua kuyaregesha. Sasa ukiangalia kama sisi katika karne ya sahii ni kwamba tunapelekwa na emotions sana. Kabisa. Kushinda kuangalia reality ya mbele kutakuwa. Kile ambacho wanandoa wanafaa kufahamu ni kwamba sio wao wawili peke yao wameoana, yani wamejenga familia. Ndiyo. Sio wao wawili. Kwamba wanapokutana pia zile familia zao huwa zimekutana.
sasa zinaungana na hizi familia zote zinawaangalia wao, zinaangalia mienendo yao, maisha yao. Kwa hivyo unapoingia katika maisha ya ndoa, elewa ya kwamba pia umelete baadhi ya familia karibu na hilo familia linashiriki katika matatizo yenu, familia hiyo inashiriki katika pia furaha yenu. Kweli. Ndio unaona mtoto anapopatikana katika ndoa, kwanza ukimbilia kwanza kutafuta majina. Majina unayatafuta wapi? Huko kwa wazazi. Bwana utakuta mimi namuita mamangu. Nataka kumuita mamangu. Nataka kumuita babangu. Nataka kumuita babangu. Nataka kumuita jina la shangazi yangu na kadhalika. Ni kwa sababu yale mafungamano yapo. Ni kweli una haki wewe kama binti kutoa uamuzi kwamba mimi ninaolewa na fulani. Lakini ukumbuke wewe maisha yako ni tofauti na ya kijana. Ili wewe uolewe na yule lazima ruhusa itoke wapi? Kwenu nyumbani. Ndio. Wale ambao wanahusika kuweza kutoa ruhusa. Tunasikitika baadhi ya ndoa nyingi ambazo zinafanyika hata za Waislamu ambao tunadai sisi Waislamu, kuna ndoa nyingi ambazo zinafanyika bila ruhusa au bila idhini ya wahusika wenye kutoa ruhusa kwa huyu binti. Baadaye ndio sasa, baada ya mambo kuharibika, ndio sasa binti anatafuta msaada upande huu, kijana anatafuta msaada upande huu. Haya ndiyo matatizo ambayo yametukumba sisi. Naam, kwa sababu watu wameamua, kijana ameamua maisha yangu ni maisha yangu, binti ameamua maisha yangu ni maisha yangu. Ndio maana nikasema mtazamo wenu wawili ni tofauti na mtazamo wa jamii, ni tofauti na mtazamo wa familia. Kwa hivyo nyinyi mtatazamana kwa mahaba na mapenzi na kwamba huyu sitaki ni mkose, lakini wazazi wanaangalia kwa mtazamo mwingine. Kwa hivyo mna uamuzi. Kijana una uamuzi kujua unaoa nani, lakini pia kuna njia sahihi ya wewe kutaka kuchagua kuna watu bora zaidi uweze kufanya nini? Kuwashirikisha. Katika Islamu tunasema alfahs, kutafuta. Naam. Mwenza wako ambao unaona huyu sasa ni sahihi, ninaweza nikaishi na yeye. Mashallah, mashallah. Shukrani sana Sheikh. Acha chukua mapumziko, tukirudi katika awamu ya pili tutaendelea zaidi. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tunapozidi kuwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu akikujuza mengi kuhusiana na je, wazazi wana haki ya kuingilia ndoa ya watoto wao? Naam, wazazi wana haki ya kuingilia ndoa ya watoto wao, tukiangalia kwamba wanaangalia mbele, wao wana macho ya mbele zaidi ya wewe ambaye mapenzi yamekukolea zaidi baina wewe na mwenza wako. Unaona kabisa mimi siwezi toka hapa kabisa, ili hali mzazi labda anakuambia hili kwako sio sawia. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Tunazidi kuwa na Sheikh akikujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, hasa katika mada yetu ya leo tunayoiangazia kunradhi, ambayo inasema je, wazazi wana haki ya kuingilia ndoa za watoto wao? Na insha Allah naamini Sheikh ametuandalia mengi, tukielekea kwake tutafahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibu tena katika awamu hii ya kuweza kuelimishana insha Allah. Kuna kipindi muhimu sana katika maisha ya ndoa au kabla ya kuingia katika maisha ya ndoa. Kuna kipindi kinaitwa cha uchumba. Uchumba, kuchumbiana. Inafaa kijana ajiulize uchumba hasa ni nini? Kweli. Na faida zake ni nini? Kwa nini wakati mwingine anasema huu ni mchumba wangu? Binti unasema huyu ni mchumba wangu. Yaani ina maana ya kwamba hamjaoana. Ndiyo. Lakini mna matarajio ya kuja kuishi pamoja ikiwa
wanasema hicho ni kipindi cha mitihani. Ndio. Mtihani huu ikiwa utakamilika. Lakini ikiwa mtihani huu hautakamilika, hamna maisha. Kweli. Kwa hivyo kipindi cha uchumba ni kipindi ambacho ni kipindi cha kuchunguzana. Na hauwezi mmaliza pia toka mchunguza. Yeah. Unajua hatuchunguzi kasoro mpaka mwisho. Kweli. Lakini tunachunguza yale mambo ambayo yatanizuia mimi nisiishi na wewe. Ndio. Lakini kuna baadhi ya changamoto hata ukichunguza hauwezi pata. Hauwezi. Maana kila mtu ameficha kwa kucha zake. Ya, ameficha. Ndio. Yaani na ndio katika vile vipindi vya nyuma nilisema ya kwamba kijana anapotafuta kwa kuoa, kijana huwa anakuwa malaika. Anakuwa maasumu. Huwa akosei. Na kila kitu ambacho yule binti anataka kijana anapeana. Roho safi. Kwa roho safi. Yuko tayari kwenda kukopa. Kwa ajili ya kumridhisha. Hataki kuonekana kwamba ana kasoro. No. Na ndio unaona hata kama hana nguo nzuri anaweza hata akachukua kwa rafiki. Binti pia kile kipindi ameona huyu kijana ndio wangu, ataonekana mzuri zaidi. Malaika. Sasa ndio kuna sheria ikaweka nafasi ya uchumba. Yani kuna baadhi ya mambo yale ambayo tunaona yanatufaa sisi, tunaweza kakaa kando na kwamba kuna matatizo. Kuna haya tukiwa tutafuatilia, haya ndio ambayo nilikuwa nimechunguza, nimeona iko sawa, tunaweza tukakaa. Binti pia akaangalia zile kasoro ambazo nilikuwa natarajia kwa mume wangu awe nazo ili tusifunge ndoa hamna. Kwa hivyo nina uhuru wa kuweza kuamua kwamba naolewa na yeye. Hizo zikishaondoka tayari kile kipindi cha uchumba kinakuwa kisha kamilika na wanaingia katika maisha ya ndoa. Ndio maana wengine utakuta wanakuambia kwamba uchumba haufai kwenda muda mrefu. Haufai kuchukua kipindi kirefu. Ndio maana huwa anasema unapokutana na mtu lazima nyiwe wawili mna malengo. Naam. Hauwezi kutana na mtu mkaanza kuongea iwapo hauna malengo. Kabisa. Yule mwenzako ana malengo ya nikaha ama ana malengo ya ndoa, sawa. Wewe nao una malengo. Sasa nyinyi watu wawili ni muhimu sana kufanya nini? Ule muamala wa kuangalia, je, huyu ananifaa katika njia ambazo hazitatoka upande wa Mwenyezi Mungu ama kupelekea wewe binafsi kufanya maasi. Kabisa. Na muhimu zaidi kijana anafaa elewe kipindi cha uchumba kinakusudiwa nini kidini. Ndio. Unajua saizi inafaa pia tunaeleza kwa upana. Kwa sababu sasa hivi ukiambia kijana huyu ni mchumba wangu au kijana anaposema huyu ni mchumba wangu kwa maisha ya sasa. Ndio. Hali ilivyo sasa. Huyo kijana anamaanisha ashakaa na yule binti. Mtihani mkubwa. Yule kijana kutana na yule binti lakini bado anamuita mchumba. Katika dini kile kipindi cha uchumba ni haramu kijana kukutana na binti, kushirikiana maisha ya ndoa kabla hawajafunga ndoa. Ni haramu. Saizi uchumba wa sasa mtu ana watoto wawili, watatu, wanne, alafu anasema huyu ni mchumba wangu. Bado kwa uchumba. Wako kwa uchumba. Katika sheria ya Kiislamu hamna. Kweli. Kwa hivyo uchumba ambao unakusudiwa katika dini ni kipindi cha kuchunguzana, na hakuna baadhi ya mambo ya ndoa kufanyika mpaka kile kipindi kiweze kukamilika. Na hata baadhi sheria inasema ya kwamba hata nyinyi kukutana mahali pa kikao chenu wawili mnataka kuchunguzana, kuwepo na mtu wa tatu. Ndio. La sivyo mnaweza mkaingia katika haramu. Hamufai kugusana katika hicho kipindi. Lakini siku hizi hii ni pete ya uchumba. Yaani ina maana yule kijana alimgusa kile kidole akiingiza
Nilifurahi sana nilipoona klipu moja, nadhani ilikuwa ni ya Wairani kama sijakosea, walivyokuwa wameenda katika kipindi cha uchumba. Naam. Ilibidi zile pete ziwekwe kamba. Ndo kama anapomvisha asimguse hata kidole chake, kwa sababu anajua kabisa hii haifai kumgusa. Sasa akamweka na ile kamba zikatolewa, maana shamvisha pete na kamba zimetolewa kwa sababu hajamgusa. Lakini tukiangalia katika karne hii ni kwamba ndoa inaenda ikipungua, uzinifu unaenda ukiwa juu. Naam. Watu wengi wamesahau kwamba kuna tofauti ya uchumba. Hata uchumba huvunjika kabisa. Uchumba si ndoa. Sasa ule uchumba wengi ndio wameufanya ni kama ni ndoa. Ambao ndo mtihani ambao uko sana katika jamii ya sasa hii. Na kile unaikutana naye ukiangalia tu anavyoongea ama maadili yake, unajua tu huyu kabisa kuna mahali atafika. Kabisa. Na hiyo ndio hatari. Na unajua wengi wameingia katika haya maisha ya uchumba ikafanyika kwamba ni ndoa sasa. Ndio. Wakaishi, baadaye kipindi akasema huyu si wa kuoa. Mumeishi na yeye, pengine hata na mtoto, mumekaa na yeye, sasa hiyo ndio nasema hapana, hatukuwa kuna vijana wengine wanasema ustadhi huyu wakikuja wao wanasema ustadhi nitafutie binti, na yule ambaye unasema ni mchumba wako huyo sio kuoa. Wameishi na yeye. Na ndio maana mmoja akasema hakikisha ya kwamba wewe kama mwanamke, kitu ambacho ilikuwa umfanyie mume wako usimfanyie mtu ambaye sio mume wako kabisa, kwa sababu yule mtu huwa anakudharau kabisa. Anaangalia huyu sasa si wanifulia, wanipikia, wanifanya wewe uko hapo kwa sababu unampenda. Maana wanawake tunawajua kabisa, ni watu ambao mioyo yao iko laini kabisa. Wao na mapenzi utadhani ni kama waliongezwa period ndani, wakaambia wewe endelea kupenda. Hata kitambo aje agunduke huyu mwenzake ashatafuta mtu mwingine kabisa, mtu mwingine, wewe ulibakia ukifanya. Ndio maana utakuta mmekuwa katika uchumba kwa miaka 7 ama mingapi, na yeye kwa miezi 2 tayari ashaoa mtu mwingine kabisa. Sasa kile kipindi cha uchumba ni kipindi cha kuchunguza, cha kudadisi. Ndio. Huyu ambaye ninataka kuishi na yeye ni mtu sahihi wa kukaa na mimi au la? Binti atachunguza, na kuna namna ambavyo anachunguza. Na ndio hapo unakuta hao washenga wanaingia ndani, wazazi wanaingia ndani. Hiyo ni kipindi cha kuchunguza. Mzazi atakwambia huyu ni hivi na hivi. Ingawaje zamani unajua ule uchumba ulikuwa ni rahisi, sababu watu walikuwa wanaoa kijiji hiki na kijiji kingine, kiasi cha kwamba familia hizi, wazazi hawa wanajua kile kijiji, wale wanaoishi kule, ile familia inayokaa kule, ni rahisi kuchunguza. Unajua siku hizi watu wanachunguzana kupitia kwa simu. Ndio. Ni maswali 2 matatu tu ambayo kijana pengine akiangalia msichana tayari amemaliza kila kitu. Uko na mtu katika maisha yako? Sina. Najua hapa sasa nimepata. Naam. Unaonaje ukinipa nafasi ndani ya roho yako? Alafu sasa hicho ni kitu ambacho kinaudhi sana wanawake siku hizi. Mwanamume anakuja, haujamjua huyu mwanamke ni wa aina gani. Naam. Hauwezi kuja direct na umwambie nataka nafasi. Kabisa. Hawezi kukubali. Huo ni uongo. Hawezi. Atataka angalau kukufahamu, wewe unatoka sehemu gani, unafanya kazi gani, mahusiano yako na Mungu yako vipi. Ndio aone kwamba hapa naweza ridhia. Na ukikuja tu mwambie mwanamke kwamba mimi basi nakupenda, nataka nikuoe direct. Kabisa. Nani atakubali? Hakuna. Sasa kile kipindi ni mtu kumwangalia mwenza wake. Ndio. Familia yao iko vipi? Ndio. Yeye mwenyewe tabia zake ziko vipi? Mahusiano yake na Mwenyezi Mungu yako vipi? Mahusiano yake na watu yako vipi? Ni mtu ambaye tabia zake ziko vipi? Umeona? Sasa ukikamilisha hii ndio utakuwa tayari kuamua ya kwamba na kuhitaji katika maisha yangu. Kwa hivyo njoo tufunge ndoa.
Na hiki kipindi ni kipindi ambacho ni haramu wao kushiriki katika tendo la ndoa. Ndiyo. Ni haramu katika sheria sana. Lakini katika maisha ya sasa vijana wengi wameshiriki katika tendo la ndoa. Hata kile kipindi ambacho cha uchumba wakati ambapo kinakamilika kila mmoja amemchoka mwenzake. Kwa hivyo haya ndio matatizo ambayo yanatokea. Sasa hawa wazazi wanaingia hapo kwa kutaka kujua, je, binti yangu amepata mtu sahihi? Kijana yangu amepata mtu sahihi? Lakini maisha ya ndoa ambayo nyinyi mnaishi ni nyinyi wawili. Ndiyo. Na zile changamoto ambazo mtazipata ni zenu wawili. Ndiyo. Ingawa pia zikizidi, mnataka ushauri kwa hawa ambao walikuwepo na wakafurahia na wakaridhia nyinyi kuweza kuungana. Ndio ambao watawaongoza wakiwaambia mnaishi namna hii. Sasa maisha ambayo tumeishi sasa hivi ni tofauti kabisa. Ambayo tunayazungumzia mambo na uchumba ni tofauti. Hata Waislamu, mabinti zetu wa Kiislamu, nao ni kweli tuambiana, wanakuwa na vijana maboyfriend na wameshiriki nao katika tendo la ndoa kabla ya ndoa. Ndiyo. Na hiyo ni nuksi kubwa sana kabisa. Tayari wewe umeshapotesha heshima yako, utu wako na maisha yako. Na wanaona raha ni kutokana na yale malezi ambayo yameweza kuenea. Kwa hivyo ikiwa tunataka kufaulu vizuri, kijana ajihifadhi mpaka kile kipindi kitakachokamilika, na mara nyingi wazazi wanaweza katoa ule ushauri ulio mzuri. Binti ajihifadhi mpaka kile kipindi takapokamilika. Wanapofunga ndoa, kila mmoja ataishi katika maisha yaliyo mazuri yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunapozungumzia masala ya ndoa ni ibada. Ni miongoni mwa imani. Na ni miongoni mwa dini. Huwezi katenganisha dini na ndoa. Na ndio Mtume akasema mwenye ameoa amehifadhi nusu ya dini yake. Inabakia nusu nyingine, falyattaqillaha fi nisfil akhar. Na ukiangalia kabisa miongoni mwa mafaida za ndoa ni kwamba huyu mwenza wako, swala zenu ziko na daraja ya juu kushinda yule ambaye ni bachelor ama ni bachelati. Daraja ziko tofauti. Huyu yake vile iko juu kwa sababu tayari ashakamilisha nusu kabisa. Hii nusu nyingine atafute yeye na mwenzi wake. Mtume mwenyewe anasema rakaa 2 anazoswali aliyeoa. Mtu aliyeoa anazoswali rakaa 2 ni bora zaidi kuliko rakaa 70 anazoswali bachelor ama bachelati. Sasa angalia hili jengo vile ambavyo limekamilika na kuwa ni jengo bora. Thawabu kama yote. Sasa linamridhisha Mwenyezi Mungu. Alafu pia inakujengea heshima kweli katika jamii kwamba huyu ni mume wa mtu na huyu ni mke wa mtu. Pia mnapata familia yenye kufurahia kweli. Baba fulani, mama fulani katika maisha ya halali kweli. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa radhi na nyote wawili katika hiyo ibada muhimu. Mashallah. Shukran sana Sheikh, ni furaha zaidi naposikia kauli kama hizi. Najua kweli vijana kule kuna vitu wanafaa kuvielewa, hasa ifikapo katika masuala ya ndoa. Ndoa ni ibada kama ibada tu nyingine, inapaswa kuchukuliwa kuwa serious, kwa sababu ni kitu ambacho kinakuepusha na mengi madhara mengi yatakutoka. Sisi kama vijana naamini tutaweza kupata funzo hili na naamini tutalifanyia kazi. Shukran sana Sheikh. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, kwa rehema za Mwenyezi Mungu tumekamilisha mada hii ambayo je, wazazi wana haki ya kuingilia ndoa za watoto wao? Ndio, wana haki upande mwingine na upande mwingine, yani ziko pande mbili, lakini hasa upande wa uchumba, hakikisha kwamba mzazi wako anahusika, ndo akupe ushauri 1, 2, 3 kuhusiana na mwenza ambaye wewe unataka kuoa ama unataka kuolewa. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.